shina la Ibrahimu na kuwaweka wakfu kwa utukufu wa jina lako. Katika safari yao jangwani uliwatuliza neno lako na kuwalinda kwa nguvu ya mkono wako. Walikuwa maskini na walikudharau, hata hivyo uliweka kwako agano la upendo. Walipokataa mapenzi yako, uliwarudisha kwenye njia ya kweli kwa upendo mkuu. Walipokutafuta, uliwakumbatia kwa upendo wa kibaba na kuwaongoza katika nchi ya ahadi wakiwa watu huru. Baba, tunakushukuru kwa kutuita katika mwanga wa ukweli wako katika Yesu Kristo, mwanao na ndugu yetu. Mzao wa Bikira Maria aliwakomboa watu kutoka dhambini kwa kifo chake msalabani, na kwa kufufuka tena aliwaonyesha utukufu ule watakaorithi siku moja. Alipokaa mahali pa kuume kwako, ulimtuma Roho Mtakatifu kuwaita wafuasi waliohesabika kukufuata kwenye maisha ya utakaso na kuwekwa wakfu maisha yao kwa utukufu wa jina lako na ukombozi wa wanadamu wote. Alipokaa mahali pa kuume kwako, alimtuma Roho Mtakatifu kuwaita wafuasi wasiohesabika kukufuata kwenye maisha ya utakaso na kuwekwa wakfu maisha yao kwa utukufu wa jina lako na ukombozi wa wanadamu. Siku ya leo nyumba yako yaimba tena kwa furaha, na kwa sababu masista wetu ambao kwa unyenyekevu wa wito wao wanajitoa kwako ili kutangaza Injili kwa watu wako wote kwa haraka na nguvu. Bwana, mtume Roho wako kwa watumishi wako hawa walioacha kila kitu kwa ajili yako na kwa ajili ya Injili. Baba, tunakuomba maisha yao yaonyeshe uso wa Kristo mwanao na yathibitishe uwepo unaoonekana katika kanisa. Kwa msaada wako tunaomba waishi kwa uhuru wa roho, wakiyachukua wenyewe mahitaji ya ndugu zao na kueneza Injili kwa moyo ule wa Baba Francisco wa ushupavu kwa furaha. Tunaomba waweze kuona mkono wa ukarimu wa Mungu katika matukio ya wanadamu kupitia kipaji cha maisha yao. Tunaomba uwashirikishe ujio wa ufalme wa Mungu katika wakati huu wa kungoja kabla ya kuungana na watakatifu wako mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baada ya sala hiyo, sasa ni wakati ambapo pete zitaletwa na baba askofu atazibariki na kumvalisha bibi harusi wa mfalme wa mbinguni kama alama ya agano lao la upendo wa Kristo na uaminifu kwa Mungu kwa maisha yao yote. Na baada ya kuvalishwa pete, watavalishwa taji kichwani na pia watakabidhiwa tawi.